Zaburi 90 mstari wa 17 amesema, na uzuri wa Bwana Mungu wetu uwe juu yetu, na kazi ya mikono yetu utufanyie thabiti. Naam, kazi ya mikono yetu uithibitishe. Nini kinachotokea uzuri wa Bwana Mungu wetu unapokuwa juu ya maisha ya mtu? Moja ya mambo yanayofanya Mungu mkono wake unapokuwa juu ya mtu ni kwamba anafanya thabiti kazi ya mikono ya mtu na kuithibitisha. Iwe ni biashara, iwe ni kazi, iwe ni uwekezaji, iwe ni kazi ya utumishi, kazi ya huduma, chochote kile ambacho mtu anachokiendea mbele yake na kufuatilia, uzuri wa Bwana unapokuwa juu yake, mkono wa Bwana unapokuwa juu yake, Mungu anafanya mambo mawili kwa pamoja. Anamthibitisha huyo mtu na anafanya ile kile anachokifanya kwenye mikono yake kuwa thabiti machoni pa Mungu na machoni pa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amesema kwenye kitabu cha Mwanzo 39 mstari wa 2 na wa 3, anasema Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akasitawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake, yani Potifa, yule Misri. Bwana wake Potifa akaona ya kwamba Bwana Mungu yu pamoja naye, yu pamoja na Yusufu, na ya kuwa Bwana Mungu anafanikisha mambo yote mikononi mwake, mikononi mwa Yusufu. Potifa aliona kwamba haya mambo yanayosimamia huyu Mwisraeli ni kwa sababu ya Mungu aliyokuwa pamoja naye. Ule uzuri wa Mungu ndio unathibitisha hayo mambo na sio jambo lolote lile. Alitambua mtu wa mataifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alipomtuma Musa mtumishi wake, alimwambia kwenye Kutoka sura ya 4 mstari wa 12, akasema basi sasa enenda, nitakuwa pamoja na kinywa chako na kukufundisha utakalo linena. Mungu anapotoa kwa hii, nenda kamwombee mgonjwa yule, nenda kamhubirie mtu yule, uwaga lazima alithibitishe yeye mwenyewe. Lazima yeye aweke maneno, uwepo wake uwe kwenye maneno ya kinywa chako unapokuwa unamwombea au unaongea na mtu fulani kwa habari za Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatupasi kujiuliza itakuwaje au nitafanyaje. Hapana, ameshatoa sauti yake, sisi tunapaswa kutii kile alichokifanya. Yeye atafanya sawa sawa na sauti yake. Biblia inasema Mungu huangalia sauti yake apate kufanyaje, maneno yake apate kufanyaje, kuyatimiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa habari ya kazi ya mikono ya ufundi, Mungu anasema kwenye Kutoka sura ya 31 mstari wa 2 hadi wa 5, hasa ule mstari wa 3, anasema nami nimemjaza Roho ya Mungu katika hekima na maarifa na ujuzi na mambo ya kazi ya kila aina. Alikuwa anazungumza kwa habari ya Bezaleli. Amesema Mungu anasema mimi Mungu nimemjaza Bezaleli roho ya maarifa, roho ya ujuzi, roho ya hekima kwa kila kazi ya mikono ya ufundi na ujuzi wa mikono atakaoifanya. Kuna watu hawajawahi kwenda VETA, hawajawahi kwenda shule ya ufundi, automatic tu wamezaliwa wanajua kufanya ufundi fulani, zaidi hata wale ambao wamesoma. Hawajasomea kabisa, Mungu tu ameweka hicho huo uweza ndani yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Roho Mungu sio kwa ajili ya kunena kwa lugha mpya tu, wala kwa ajili ya kuomba tu. Mungu anaweza kumjaza mtu akampa maarifa, hekima na ujuzi na ujasiri wa kufanya kitu fulani chenye kuleta mafanikio na maendeleo katika jamii yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Samueli wa kwanza pale sura ya 18 mstari wa 14 anasema naye Daudi akatenda kwa busara katika njia zake zote, naye Bwana alikuwa pamoja na yeye. Daudi alionekana anatenda kwa busara kwa sababu Bwana alikuwa pamoja na nani? Na yeye. Unaweza kumwambia Mungu, ukawe pamoja na mimi katika shughuli zangu, kwenye ajira, kwenye kazi, kwenye uwekezaji, kwenye biashara yangu. Uwepo wako, uzuri wako uwe juu yangu. Hii ninachokifanya hichi ukakithibitishe, ukakifanya kuwa thabiti, ukawe pamoja na mimi kwenye kila ninachokifanya. Mungu anataka kila mmoja wetu tunaosikia sauti hii, na wewe unasikia huko, ni kwamba moyo wako au mioyo yetu iwe tegemezi kwake yeye. Bwana Yesu asifiwe sana.
Nakusomea Wafalme wa Kwanza sura ya 3 mstari wa 12 na 13. Anasema mstari wa 12, basi tazama, nimefanya kama ulivyosema. Tazama, nimekupa moyo wa hekima na wa akili. Hata kabla yako hapakuwa na mtu kama wewe, wala baada yako hata inuka mtu kama wewe. Na mambo yale usiyoyaomba nimekupa, mali na fahari, hata hapata kuwa na mtu katika wafalme kama wewe siku zako zote. Mungu anazungumza na Solomon, Suleiman. Alimwambia chakuwa uombe, akaomba hekima, si ndio? Akasema sikupi tu hekima, nakupa ufahamu, nakupa akili, nakupa na fahari, nakupa na mali, nakupa na kila kitu ambacho ulistahili kupewa kwa sababu umeomba vyema. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini nataka tujifunze? Nataka tujifunze ni kwamba uwezo wa Mungu unaweza ukamfanikisha mtu kwenye kila eneo atakapo moyo wako utapokuwa tegemezi kwa huyo Mungu aliye hai. Nehemia, kwa habari ya Nehemia na kazi ya kujenga kuta za Yerusalemu, Nehemia sura ya 6 mstari wa 16 anasema, ikawa adui zetu wote waliposikia, ndipo makafiri wote waliotuzunguka wakaogopa, nao wakakata tamaa sana machoni pao wenyewe, maana walitambua kazi hiyo ilivyotendwa na Mungu wetu. Kwa habari ya kujenga kuta za Yerusalemu, watu wa mataifa mengine walijua hii kazi ilifanywa na nani? Na Mungu. Hao watu wanajenga hizi kuta za Yerusalemu katika akili zao wala katika uwezo wao wenyewe. Kuna mambo ambayo hata maadui zetu, hata watu waliotuzunguka wanatambua jambo hili ni Mungu ndio amewezesha watu kufanya jambo fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu mmoja anaongelea jambo pepe. Nitamalizia kwa jambo hili. Kwa sababu Mungu alikuwa pamoja na akina Danieli, akina Shadraka, Meshaki, wale vijana wa Kiebrania. Ukisoma Danieli sura ya 1 mstari wa 20, anasema, na katika kila jambo la hekima na ufahamu alilowauliza mfalme, akawaona kuwa walifaa mara 10 zaidi ya waganga na wachawi waliokuwa katika ufalme wake. Mfalme akaona zile hekima za washauri na wazee wa mji na waganga na walozi na wachawi walikuwa wanawategemea washauri kama nchi. Walipozungumza kina Danieli, akaona hawa hekima yao na akili zao ni mara 10 ya wale wachawi. Mungu alitengeneza hiyo hali ili taifa zima na watu wote wategemee roho wake, wategemee hekima yake. Haleluya, mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 34 mstari wa 2, kwa habari ya Yosia anasema, akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana Mungu, huyo Yosia, akaziendea njia za Daudi baba yake, asigeuke mkono wa kuume wala kushoto. Na Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 12-16 anasitiza kwa mikono ya mitume, kwa mikono ya mitume ikafanyika ishara na maajabu mengi. Mungu alitumia mikono ya mitume, mikono ya kina Paulo, mikono ya kina Petro, mikono ya kina Yohana. Ni sawa.